Lakini kama madhabahu imefunga, ambapo sasa watu hawaelewi neno la Mungu, Mungu anataka watu wafundishwe neno la Mungu. Amen. Watu wajue Mungu. Ogedu na mgosopo wa bangu kuchokana na mwana. Bwana Yesu. Amen. Maana watu utakaposimama na Mungu, eleza watu mpaka kumanye ni Yesu wao kubadi. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Kuna Yesu anatajwa mara nyingi, lakini Yesu wa kweli anafanya miujiza. Amen. Amen. Yesu wa kweli anabariki. Amen. Bwana siwe sana. Amen. Yesu wa kweli hawezi kukupatia uoga. Huyo mtu akiwa na uoga, jua huyo mtu, huyo Yesu wake ni wasiwasi. Amen. Bwana tukuze sana. Amen. Mimi nampenda Mungu, nazidi kuendelea na nazidi kuona Mungu akifanya kazi. Amen. Kila kitu kubwa ni nyinyi msimame. Amen. Najua nyinyi ndio pila ya hii ministry. Amen. Sasa pila zikitetemeka, hii ministry haiwezi kusimama. Kabona mwaka bandu babo hawezi kusimama. Bwana siwe sana. Amen. Lazima msimame, na mkishasimama hii huduma ni kubwa. Amen. Na hii huduma, hata juzi nilikuwa nazungumza na kijana wangu, kamwambia nikikaa hivi nasikiaga machozi kunitoka. Kwa sababu hii huduma ni kubwa na haionekani. Amen. Haleluya. Amen. Hata vidani ionekana. Lakini ataoneka cha shiradini. Unanipata? Hii huduma ataoneka cha shiradini. Na kama ni hapa shabandu wekunda pesa, hapa ningeshaenda kitambo. Kama unanielewa? Kama mimi mtu kwenda hivi, nilikombolewa nyumba ikamaliza mwaka mmoja Nairobi. Pamoja na igare kabisa. Na hapana shabandu weisha chia. Shabandu wa Mlungu. Lakini nikawaeleza mimi sijatumwa bado Nairobi. Amen. Bwana siwe sana. Hata kama naenda kufanya, natumwa niende nifanye kazi, lakini nafanya na kurudi. Mimi nilitumwa hapa Taita. Na mara nyingi nimeshawahi kuhadithia. Mimi nimehubiri hapa estate miaka 7. Nilipotoka hapo nikarudishwa mbali. Nilipotoka mbali nikapelekwa Mombasa. Nilipotoka Mombasa nikapelekwa Kishushu, nyanda za chini. Sehemu za Ngongoni. Mungu akaniambia nikimaliza huko nikuje juu. Sasa nikakuja juu. Na madhabahu ile ilikuwa natesa Taita. Ilikuwa Veruga. Yote kana tukavunja namba 1, nikakaa juzi ile namba 2. Shambenge ingia kufuma huu, nije ingia huu. Hiyo ikamalizika. Maana yake nilikuwa naambia watu, maana kusikira Veruga. Tunasema Veruga. Lakini kwa Kitaita ukiingia ndani inasema Veruga. Sio, unanielewa? Amen. Veruga. Kwa hivyo walikuwa wamefunga mambo yao. Hakuna mtu atakayetoka nje. Hata kama ni injili aina gani, haiwezi kufanya kazi. Sio kama unanipata? Hata kama ni nabii gani akitolewa pale, hawezi kufanya kazi. Maana Veruga walifunga kila kitu. Sio kama unanipata sana. Sasa hiyo ndio kitu Mtaita asipoelewa. Na ndiposa unaona Mtaita kuna baraka nyingi sana. Nyingi tu. Lakini kwa sababu ya madhabahu ya Kitaita na madhabahu gadaneka bandu ngani. Unapata sasa. Unaona mtu anakunyia hapo, anakojoa hapo, hata wale hata kutoka hapa mpaka pale, lakini wakanangani. Hataki kufunguliwa. Huyu mtu utamfanya nini? Bwana siwe sana. Amen. Sasa wewe mtu wa Mungu uliojua madhabahu haya, uliojua hii siri. Amen. Hebu ng'ang'ana tufungue watu. Amen. Unapofungua mtu baraka zinakuja. Amen. Sio kama unanipata? Amen. Na ndipo unakuta watu wengi wale wajanja wao hawatakaji huduma. Maana akishakuja hapa, hebu ya sisege defa kefa kutoka. Amen. Na kama ni watu wa ukoo wataanza kumpiga vita. Hata ukianza kupigwa vita, jua umekanyaga mahali pazuri. Sawa. Amen. Sasa usiangalie nyuma. Yes. Amen. Haleluya. Amen. Hao watu wametutesa miaka mingi.
Unanipata? Unajua kuna mambo mengine sisi hata tuzungumzaje sana. Ukiona kama yule ndugu anatoka huko Tawande Taja. Yule anatoka huko. Na siko kuna mashindano ya Shaban. Ria. Jire dumelo ngorisi. Bwana Shesa. Hiyo mashini ilikuwa hapo. Dumelo ngorisi na nka Elisha. Wewe rimishwa modo. Wewe rimishwa modo nazi. Aini. Bwana Shesa. Amen. Na ndio mimi wanaeleza wapendwa, hebu simameni na hii huduma. Yes. Ona fikiri mizimu ikumeri ya kindo mashini ya 300. Na imetumiwa tu kwa Bwana ngoru sacha ayu kindo ni. Na maro. Tamaro kursa kwa Bwana rakindo rachokwa. Haleluya. Na unafikiri hizo ngorusa zilitoka wapi? Nitakuja kuambia, siwaambii kwa internet. Kamalize baada niulize nitakueleza. Acha nitakueleza hiyo. Bwana siwe sana. Nitakueleza hata mali zilitoka. Amen. Bwana siwe sana. Amen. Na mtu arocha kaonda kindo rakimana ramere kazi. Sikaru? Na nipata sasa. Amen. Sasa unafikiri wewe usiposimama kwa injili ya kweli utatoboa. Amen. Wewe mama nani kama ungesimama na hii madhabahu unafikiri ukijana wako ungemwona? Haleluya. Amen. Hata kwetu kama nisinge kusimama na Yesu kabisa, singerudi tena kuja kuhubiri injili. Amen. Amen. Na nilipopata ufunuo vile walifanya, mimi nilirudi tu nikawachekia, nikawa-challenge. Nikaenda male waliweka hiyo fimbo, nikaitoa na nikaitupa huko. Amen. 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 Maana wanaenda wanakuwekea kitu na wanaweka kila kitu na wanatoa sadaka na kama ni kindo ni chuma unachukua bungo. Kwamba mtu sewengi ya Bwana Shesa. Amen. Na kama ni pesa watazimali watasalaganya. Utakuwa ukipata pesa lakini jingine kupika pesa mfukoni. Sio kama nielewa? Amen. Utapata pesa lakini jingine kupika pesa mfuko? Ndio mama. Halisimami. Ona fikiri hata saa hii ni watu ngapi wako Nairobi baba kunda kucha Davida lakini elema. Wako hata na manyumba nataka kuuza hata uuze nusu erugale lakini hakuna. Sikira watu wanasema deruga. Ameenda basi arudi hapa. Ametusumbua. Bwana siwe sana. Amen. Sasa ni wewe usimame. Mimi wanaambia watu, ukitaka huduma hii, mtu mmoja tu. Unaona sasa wewe umekuja hapa leo. Amen. Simama. Amen. Atawa mishamira. Weza kuingilia na weza kulumwa ni vifu. Watawacha. Amen. 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 Haleluya. Mimi kwanza kuna kitu ambacho mimi hata sijashuhudia. Wanasema ati wao ulevi sijui nini. Hakuna ulevi ambao hauishi. Hizi zile zinakuaga ni maroho. Amen. Na kama tumepewa mamlaka juu ya kila maroho machafu, kwa nini hiyo pombe isiishi? Amen. Bwana siwe sana. Amen. Mimi wanaambia watu hakuna roho ambayo inaweza kushinda Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Unaona hata waganga wanajidai na hawa wachawi. Unajua hao watu wa mimanga na nini ndio wale. Amen. Sasa wewe usipomangana ukakuja juu yake na mpaka kumba ndiye chongo. Amen. Wewe utakuwa kiteseka. Maana utaenda sina kwa mshama kwenda mshamala. Haida dafumasha atadabadia daida atadafia sadaka. Hata kuuliza umetoa ngapi? Haini deka na magana masana. Oh, hasa. Takunienda kwa apostol. Hani kuingia hapo na kuishi. Yeye atakuja atoe 5,000. Na kufunya magana masana. Bwana sasa. Amen. Na kama atakuja siku kanyaga nini kuvunja madhabahu, yeye atakuchallenge. Wakati kiti cha mbili, yeye na kiti ya nyuma. Yeye kuvuka wawe kuzikana kibono. Wakati unakanyaga nyumbani, kanyaga umeona bakulodia nyaki bonua. Ashindo nini? Na kama
hujasimama, wewe kufumaga kufika alikuwa kwa sikira vichirichiri va maru. Chichirichiri. Pele mwabe sikira vichirichiri. Mwabe sikira fivi mbingi. Return to center kitambo. Mwoka nyala kima meda kukugalusi. Pane sasa. Amen. Mimi nilionaga mzee mwingine akikufa karibu mwezi mmoja. Na alikuwa anangojea mtu. Na odeka wadunga Luziro akiachongoa. Bwana Yesu. Amen. Akangojea kusikira bagosunyavura nekunda bantu bako bose biche. Nekunda bana wake baba peke moja nani? Paka kumbe huyu kuna mtoto ambaye alikuwa anamjua, ambaye anajua siri. Mwa baba wacha. Mwa wacha. Ai, cho. Okay, mwa wacha. Baba ukibe. Ozikana bantu bafuma shashikadi na kapunjo mkono. Okay. Kaza ndogo. Naka vakisho mki. Basi nimesikia kusema kitu. Machashima. Na mzee ameenda. Ayo wala waliosinda besada masaru wake. Wasijui nini wapi masaru amekabidhiwa. Bwana sio sana. Lukas wake wadungwa ndenya achongo mki basi. Tosha. Kwa wasi wana skadi ya kia. Bwana sio sana. Amen. Sasa ni wewe mwenyewe mtu wa Mungu uelewe Mungu. Amen. Ili vitu kama hizo wakati tunaomba vile sio kujibwa nchongo mpaka vikunulu. Hebu cha kunula. Vile ni kitu kwanza msumari. Hai ndio kwa ni baba. Dance place. Bas. Bwana sio sana. Amen. Sasa lazima hii huduma ukielewa usio mtu wa uoga. Amen. Na wakati unapozidi kwenda ndani, niko mzidi kukema. Kuzidi kwenda na kondeni, tanuko mzidi kukema. Amen. Na wako wafunga ki. Amen. Haleluya. Amen. Mimi nawafundisha hii msingi wa hii huduma, maana hii huduma ndio itakomboa watu wengi. Amen. Haleluya. Kama Wahindi wanapiga simu siku na mchana wanatuona. Na hata ikichelewa lazima dume message. Kwa kimse dumie kindo. Mahubiri. Haleluya. Amen. Sasa wanajua hii huduma inafungua. Baichi hata basabe baemere kumanya. Amen. Chuka mnanielewa? Na wameshatuma watu wao wengi. Lakini sasa kwa sababu mimi sihubiriki mambo ya wachawi. Mimi nitakugoogle wao uketi tu, mimi sina shida na wewe. Mimi najua pale nitakwenda kukamatia. Amen. Na kukamatia kwa anga za juu. Amen. Bana sio sana. Kucha zigana chokara kwa rafu. Kucha zigana angira ni mao kazi ya kuvimba. Hiyo shauri yako. Kuchaga mimi kwanza kazi nikakulombea tanuko kwenda huko. Ndio itachomeka zaidi. Bana sio sana. Maana umekuja na unafiki na utaki kuachana na hiyo. Nafikiri mtu anakuja na kuambia imoneka na cheo cha district. Haleluya. Cheo cha district. Basabibu wasema tita taveta numo nimba. Sio manenela. Alafu wewe unacheza unaomba maombi ya dakika 2. Wewe unafikiri utamweza? Au kwanza ukabana nimekamata mchawi katika jina la Yesu kanaweza wadakuzika na woro. Atabobe ni balombana katika jina la Yesu na pepo ifume. Abone beni vya blombe bambao, basabi bambao. Anasikia sana. Amen. Nafikiri unasikia wachawi wamepigwa na mwana wao shola beke wanda nyoshwa kindo mi. Hai? Msabinde fa. How? Akikuja kupiga mlango hapa, wengine kama chinya, baba seri. Vimani kabona kwa watu basi uche kuduke. Beko na ambulance rao. Ile ni nini? Construction ile. Hakikisha maombi bali unaenda kulombi. Akwenda kulombi. Wale wacha nikwambie siri ya wachawi. Ukisikia mchawi mmoja anatajwa, jua kamati yake ni watu 15. 15. Haleluya. Amen. Sasa kazi kama uko kijijini mwanazrai kwa mwana kwa zamii na utakutana na yule mwenye members aje kupigia ninakwambia yule bwana
Kwa benda ina Mungu sikobe manyungu si wale tajwa taja. Ni wale. Sasa ukiwa mjinga wewe mwambie haya tamwa na zeta na mwono kile wadumbuye ng'ombe ya mwana mkomba. Yeye atarudi kwa yule. Kwa maana bwana wameende kwa ng'ombe. Wale manya basi. Okay, walu daba kwenda nyena. Omuntu babe ndibona itamwa sasa onde bikuona. Sasa unafikiri ni wajinga? Wale ni waerevu. Tulikuwa namwambia Mwakilambiti atakuja hapa akuchekee sana na atakuhubiria Injili. Na ukufungue vuo vya maana sana. Bwana sasa. Amen. Lakini noishachia. Haleluya. Amen. Na anaaminiwa atangara ni mna rabia kwenye kanisa. Nomo ni waaminilwa. Shika mna nipata? Amen. Lakini wakamjanja. Hata akikuja na ndizi kuuza kwa kanisa, ile ndizi atainunua mwenyewe na arudi nayo nyumbani. Na hakuna hata mchango ifanywe hapa ndani na ametoka huko. Atafanya mchango ile yake atainunua tena atarudi na. Mimi nimemsoma hakuna siku nimeona ameenda kufanya mnada na akawasha kabisa. Wako mundu usamiko na shanua. Atapiga mnada atarudi tena aende na. Bwana sasa. Amen. Niliona hata mimi. Sasa. Sababu shangulwa na kuna shangulwa bila hisi kama njioni. Sasa. Unanipata sasa? Wale ni watu waliopanda ile. Mtapiga mnada hapa hata mlata mmoja hata 1000 mwezi. Atupende mwasho sasa. Mwisho mpaka 2000 yeye ataongeza 1500. Ili uende na? Yake hawezi kushanganywa na ya watu. Hiyo ndio siri. Bwana sasa. Amen. Sasa hapa ni lazima kuimani. Amen. Na ukishawajua kazi yako ni kupanda mbele tu. Unaingia kwa Bwana. Unaingia kwa Bwana. Unaingia kwa Bwana mpaka baada ya kukushoma na. Naam. Haleluya. Amen. Wakati nilipopewa hii huduma haikuwa rahisi. Iliana mpaka watu wanakuja mbele Bwana. Mbele kwa kirie kukia kwa hao. Hata kwa mbele kwa ndiweke ndee. Kwa mbele kwa ataniweke mbali. Hata kwa mbele kwa niweke mbali. Shemeji yangu mwingine akaniamkia. Ndugu bana kaso. Mlango kufanya ndo kabona tengana kwa mbele na viteto. Kudeweke ndeyo. Roho na du. Kamwambia wewe. Nashikolo kwa mzee. Wewe ujui hapo. Kwa mere kungirwa mpaka kaburi. Lakini utashangaa. Bwana sasa. Amen. Na Mungu alikuwa amembariki. Alikuwa na deri ya maziwa wakati vandu bado lola maziwa. Mtu anatoa maziwa nyache mkamboni. Wakati lugo kidogo ng'ombe raacha kidogo koni. Bado maziwa hakuna mengi. Paka anaandika watu wa kubeba maziwa kupeleka Bololo. Mwisho akaile ikawa kubwa. Ukaja kuguambulia anachinja. Walienda get together hivi nikiwa tu hapo. Kama kotea ndugu kwaenda kwa ngirwa mago nyiputunyaba bandu utashangaa. Biashara ya maribasa hichene na alikuwa amepata mali hata anapika nyama, anapika supu, watu wanakula ukali, pesa reka. Waliuza maziwa mala, yani pesa mpaka kifucheka huko. Baada siku chache walipotoka get together. Alikuwa na ng'ombe natoa maziwa mengi sana. Nasikira waikaba bei. Bei wachuria kido isikito. Nasikira ngacho waikaba bei. Bei wachuria stock. Nasikira haya ababa ndiko bikimdukia mariba hakuna womoni hakuna necha mkuu na kindo nalitakakida wanokasomla nani vile maana kifishameli kusi nokumoni rugu hata sikumcheka nyamaza tu niambie ndugu mambo ni mingi mambo mimi hata maombi haya ni nyingi. Bwana sasa. Maombi ni nyingi. Nokumoni kukubali.
Bwana Yesu. Wakati utakuja jua watakuwa wameenda na kila kitu. Sio kama unapata? Na wakishaenda na kila kitu, unajua sasa kwenda kwa Mungu hata sadaka huna. Hapo ndio watakuwezea. Haleluya. Hapo ndio utafanya nini? Watakuwezea. Hapo ndio ujanja wao wanafanya. Kwa dilega wanatoa hii. Kwa dilega ndio kumesha get together, wanaondoa hii. Wanaondoa hii. Mimi nilikuwa naeleza nyinyi hapa siku moja. Kilo 2 ya unga. Mkaka bandu bana utapika yote. Utapika tu kilo 1 na tosha. Alikuwa na watoto kidogo. Lakini ile kitu nilikuwa manake wakati huo mimi nimekuja mgeni na wale mweke mwaka lambi. Kwa sababu bado hata tunatuona piki hata hii nje. Deka bageni. Yule makalambiti anakuja. Ni badangu. Bideki boru na dimi atakapo. Nangi bikiri gane boru. Lakini amebesera makalambi. Hivyo amekuja kuchukua nini unga kwa internet. Kwa digital. Wewe ukaenda uone basi. Na anarudi kwake. Ndio chulia machizi. Waita koni na wakesho. Sasa mama akiweka muunga hapa. Wawepo nwabe bunga lakini wabe bungo ishachi. Acha niwaambiege ni kama hamtaki kuomba maombi. Sikia mambo ya madhabahu. Ndio pakanisha mseta dadai. Tawasiko kwenda 3 quarters. Na wakumande kubali no budabe tutakula lata. Siku moja mimi unaona mke wangu anasemaga wewe kichwa chako mbaya unaanza kwa nini kushogono. Mimi nikaenda asubuhi. Hata boa kalale maana. Unga ile yangu. Wojiko yani wode kwa mpaka ukachu na obwa lewa vilia na kindo na chai na kitu navusha. Mitaonde kazi na bomo nela njalo. Na bomo nada kumao. Nende randa mbao. Bwana sio sana. Ndio nikabobokanya mpaka nikaja kujua hii siri yao. Ndio nikaanza kungangana na anga zao. Amen. Haleluya. Haya. Nasikia madam. Mmebarikiwa ng'ombe. Na ni ng'ombe ya kichuku cha mariba. Unajua kutaka kununua ng'ombe kona kikomba paka. Iwe kana mariba. Waacha baba unapeleka kwa dume haishiki. Unapeleka haishiki mpaka mtu wa dume ukaacha sasa mkapo hai. Kwa hivyo nuoni njao yako. Sasa mnawaambia ni maneno. Hasa nikasema sasa wacha hii ng'ombe kwanza tu mimi nikasikia hasira. Kwambia mama wako bike bisarusa wachana na hii mambo ya saru. Kwanza kudaruma kwa daruma wachana na hii kitu. Hai bila juza ng'ombe bana mtaiuza. Wacha bwana mtu wa kununua sasa. Kaenda woru heni ng'ombe. Bila mtu wa kununua kufika kavui. Hai. Sasa ndugu hii ni uza ni kwa ilinga. Leo bado mgongo huu. Hii tata kama kilo 7. Anaona ng'ombe. Wanacheza nini lakini? Bwana sio sana. Ni ng'ombe. Na inakula usiku na mchana. Lakini ukishika hivi tandugu. Na bado ndugu wako. Tadi nilinga. Hata kilo mfunga dende zifikana. Na wao ng'ombe. Wanacheka mama. Mimi nakwambia mambo ambayo nimepitia. Bwana sio sana. Na ndipo unakuta ukiwa na ng'ombe, unaona ukiwa na ng'ombe siku ya kuzaa utapiga lita 10. Lakini baada ya wiki moja inarudi 5 na warua chaisika na vile tamwebe nje kidogo. Wacho waida tu.
Yaani ilikuwa dada, wenkira nyasi kwa sikira sauti kwa masikio. Masaa ya kwenda maombi ya saa 11 ikafutwa. Na uwe yaani kudema nyasi ya doka na mpaka utaikimbiza mpaka kwa kwenda kuikumbia boko nikubuye na boko mai bado kino ndeshwe kuni kwacha mede ya kanisa isani kwa fusika kwenda mbele na boko ndio kasai kumi wanacheza na watu wanacheza. Wewe na kwa neno ng'ombe kwa vile kanyasi lakini kwa belisha ng'ombe lisha kurisiki Oko baba kwa lunga nyasi lakini nyasi yo siabeta sio kama nanielewa. Basi ushama nyinyi basi kwa hiyo kutusejibu kanyasi wayenja njao heya pata kifo paka imekuwa sasa siku atabu ndatoka kabisa uone kindo mwana wa biacha atoka bato juu sawa dada nne kikufundi lale nyaka fungu atangakodo ndilo nitesi na kaka na kabona ndilo kidogo tu uchabuko kabato kwani veje ng'ombe asiwa wuru sekoni onde yona chiko mnanipa mimi tulikuja nikaomba hapa mkwaro ofuma na hivyo unajua amesumbuka naye miaka 6 ocha na kamba asu kwani ndugu na bwana ukaso kumani bwana ukaso ndugu nakumiza na kindo na nyasi nacha na kamba puto niba pesa yako na kindo rakamba hizo elifumwe nifungue ndugu nende na echo chakiseka kanzera kwa mali ngamuka kwanda na kindo yake atwa awane kelifu meri aone kelifu meri umeamini yale maombi kwa hiyo jaza ng'ombe kwa wewe na sisi kwa hiyo igudisha lakini ng'ombe ziko kwa kindo tabia ku mwakala mbiti aini Bwana sasa. Amen. Na ndipo unaona katika kijiji kwa mwanova kwa kaya na kifu hechi. Paka urokindo. Watu wanga badala peke dada. Matanti. Woro waacha siwa wiki mwezi. Na kwa chabona chaenda na kwa sikira mndofu. Nini sio inakuwa hiyo madhabahu. Unanipata? Sasa watu wa Mungu wale ambao wamejua hii neema iko hapa. Ni nyinyi tungangane mpaka tutoe hawa watu katika madhabahu. Manake wewe na nakabeba kafu. Unapata sasa? Na wameshajua ukishaokoka kabla hujaanza kupata ufunuo basi wanakufunga. Na wewe zoea ujapanukaso basi. Lakini hakuna siku utatafuta nguvu ya Mungu. Hata mwenye aposto anasema kazi yangu salibeba yake miaka miwili. Alikuja kuongoza na aposto na kukifumia taifa. Na wao ni kifo hicho familia lazima. Mpimo ana mwana wewe mwana wewe na si nikuja potea hivi. Basi mwana mna mawe. Wacha tu tuzungumzie leo tufundishane tutuelewe. Basi yule dada utalobola ngombe. Na wao ndio ni mtu na mai. Unaona mimi wanazungumzaga watu wanaona huyu mzee sio kichwa chake mimi si ati amevunja mmetengeneza mimi nimepewa tu nikakuoria one basi. Amen. Nemshamala go nemgugulu tunga mzee rai
na kwa kilambo chini chekwa. Bwana Yesu sana. Amen. Apostol hata saini rakido rakweni putu ramkufu kwamba mkoko na kumwambia hapa hakuna kitu. Hakuna kitu. Wone chata wale mwanguke mpaka nimketi shire kindo mande ukatendeka na kino na tendeka na mafumu ya fomu rama kwa sababu kupisha fomu yako gani. Katunisha na bela mwanguke tibele. Mama hakuna kitu hapa. Kama ni mtoto nimekupatia siku 3. Lakini kama hakuna mtoto kuna kitu hapo. Kwanza hata wewe kufika alabukia kuna kitu. Kama hakuna mtoto nimekupatia siku 3. Amen. Hai. Nikume kuna bada pakala mebe kwenye kabla kuna kitu na Biblia wanaba wamasemi walaliana. Wewe wapendwa, watu wasipoamini hii huduma naona adaanza mafuga vimba kabisa. Oka na masa ni change. Sasa hapa kuna kitu hapa. Hii ni mazaka zaka. Nimekupatia 3 days miracle. Ejo fuma. Onda kila hata. Kazerwa nuru na maana mtu na maiwanichi. Kazerwa uwa kutabiri ya putu. Amen. Yeah. Digali. Busa, ulala chabenda na kiu. Chabenda na kiu. Ukatukusha kadadu. Chakora na mgongo. Ufuma ashikadi. Ai chau. Amen. Ichanyo chali. Ai chai chakwa. Ndipo kufungwe. Mbele mkansira. Chande kuna. Ndio kuna sala. Tanda kan kibasa na ngakaza. Tama kuna chaka lola. Ai ni mulu. Tauka zalolo kupata nipata. Sasa kuna mtoto lakini mwa baba hapo afika huko. Amen. Atozeta baba ngolo nasira na wao ngoma kaka mama ngolo na vijana vile. Sasa kuna mtoto ako baby nest. Bwana Yesu. Sasa madhabahu nataka muweze kuelewa. Unaona hizi madhabahu zetu za Kitaita. Kusende kula. Kwa ida mlima na mabonde mpaka Bungoma. Kwani kwanza kwa dumilo hiyo sosi tu. Maana baichi kubinga sana. Badala katika jina la Yesu, kwa jina. Wosha kaba kitandasha kukana wosha huya David. One pass. Bwana Yesu. Amen. Sasa ni wewe mwenyewe, ni wewe na Yesu. Manake Yesu haendi na watu wawili. Ni wewe mwenyewe umeamua. Twende kwa Biblia katika Kumbukumbu la Torati. Mlango wa 6. Sasa kama utakuwa mtu wa uoga hutawezana na yule. Wezani. Kumbukumbu la Torati 6. Kuanzia 1. Na hii ndiyo sheria na amri na hukumu alizoziamuru Bwana Mungu wenu, mfundishwe mpate kuzitenda katika nchi ile mnayoifikia kuimiliki, upate kumcha Bwana Mungu wako, kushika amri zake zote na sheria zake ninazokuamuru wewe na mwanao na mwana wa mwanao siku zote za maisha yako, tena siku zako ziongezwe. Hapo. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa Musa akapewa mambo ya kuambia Waisraeli. Jeko isanga mwabegenda. Na ijisanga jekunda oho kumoni kufundisha mwanao. Ila kwa shamlu. Haleluya. Amen. Hata ingawa tunaenda tunasahau. Lakini Biblia inasema kwamba ufundishe mwanao. Amen. Na kumbe kufundisha babayo. Amen. Ama Biblia inasema hapo.
Maana hapo ni nzito. Sasa kazi yetu ni kulalamika. Hai bana waitamwa. Bana waisitu ya siku hizi. Sijui nini. Jua kwamba shetani alishika akili ya watu wakakosa kufanya nini? Kuelewa neno la Mungu. Hapa Musa anaambiwa na Mungu, waambie wajue sheria na hukumu. Ufundishe watoto wako neno la Mungu. Hata kama wataenda wagairi, lakini liwori. Haleluya. Amen. Na hukumu ya Mungu. Alafu mbili, ukienda hapo mbele inasema siku zako ziongezwe. Sasa ni wewe mzazi, siku zako zafanya nini? Sasa hiyo ndio shida ambayo iko kwa wanadamu. Hata mnaona wazee wengi wanateseka ni kwa sababu hawafundishi neno la Mungu. Halo. Walichua neno la Mungu kidogo, na kama ni kazi walipopata kazi, wakarudi wakaenda wakaleta miungu zao za kazi wakaweka kwa nyumba. Sasa wakasimama kinyume cha Mungu na kuambia watoto, msiende makanisani ile yenye kupigwa makofi. Halo? Msekenda makanisa jamani kama shana mapepo. Sasa nielewa kwa sasa. Sasa bana mkaingilwa ni kitu ile. Ukiangalia wale watu sasa hivi wanateseka ni hawa shabandu wekende weko gani makanisa. Haleluya. Sababu alikuwa ni mhubiri. Amen. Alafu pressure ilitoka wapi? Babake alikuwa ile huduma ile zile za kwanza. Mpata. Huduma zile za kwanza. Pandedanya na weke malaika. Hiyo ndio huduma mzee alikuwa ameamini. Huduma iliyo very tough. Kama ni kuombea mgonjwa akishikana mikono hivi, uo mkongo ushauriende vilekera. Unanielewa sasa? Na tunaona mzee alikaa na maisha marefu. Yeye alikufanikiwa hapo. Bwana sasa. Hata wale wa nini zake, wakubwa wake walitoka sehemu za Kikuyunu. Inondo dindra imbirezea kucha Rakiro. Ambapo zile nilikuwa nakwambia kama unatoka Mombasa unakuja hapa mpaka nipate googling. Roho Mungu aniambie kuna mtu anakuja. Amen. Neshikucha abona mera Mulungu amera kunikorea. Na hata ngera kwacha funga. Mungu ameshaniambia huyo amekuja kufunga. Hata kusisumbuke na sukari ringi. Na watu nguvu hubuno. Amen. Bwana sasa. Amen. Sasa kwa sababu watu walienda wakadinda, hawataki kuomba Mungu. Hawataki kufundishwa neno la Mungu. Hawataki kunyenyekea. Unanipata sasa? Mtu anakuja kama pengine kwa huduma. Badala ajiombee yeye mwenyewe. Kama ni mhuduma, utapewa ofisi yako na Mungu. Amen. Sasa leo tumepata mwimbaji hapo. Huyo ni mwimbaji. Na Mungu yua. Bwana sasa. Amen. Sasa hii kanisa lazima tuone huyu anafanya hii, huyu anafanya hii, huyu anafanya hii. No? Tunatafuta siku hivi shule zikifungwa, tulikuwa na ngangana. Shule zikifungwa, bado tukaanza kunuka mambo mengi bila kutafuta Mungu. No. Sasa watu wakaenda. Sasa unasikia Biblia inasema kwamba kufundisha bana wako. Ndio tupako kaeme. Na kufundisha beke baba. Hivyo nafasi umepewa ufundishe watoto. Tena
urudi ufundishe, maana vikafundishwa ndeke ndende vikubali. Mpaka wafundishwe na babu yao. Alafu siku za babu yake zitaongea. Haleluya. Amen. So mimi niko ulimwengu kusabona kazi. Haleluya. Ukiwekwa katika ulimwengu kuna kazi maalum Mungu amekuwekea. Amen. Bwana Yesu. Amen. Na ndipo unakuta watu wale ambao wako katika ukweli wa Mungu. Mimi wanaambia watu hata kama tunaomba. Kitu cha kwanza utafute kuelewa neno la Mungu. Amen. Amen. Bwana Yesu. Amen. Kuelewa la kushamlu. Na kuelewa mtumishi wa Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Unajua watu wengi wamezoea ile kuwekelewa mikono. Sasa mtu katika mlombea bila kuwekelewa mkono, anaona huyu mtu baba wao na hata hayo hata ushamuko si hata. Tena kila chini. Mimi wanauliza watu. Mimi naombea mtu wako India. Na anatapika huko. Nodi kwa nya. Haleluya. Tunaombea watu Kongo. Zambia, ule msana tulikuwa naombea alikuwa wapi? Ni Botswana. Botswana. Na nguvu ikashuka huko. Sasa wao kwa nyaa. Bwana Yesu. Amen. Wale wanakujaga na msigo zao. Hii ni atima kabona abuduka ni sawa sawa. Kakaza abuduki au si mtumishi wa Mungu. Ya besala unatabiri. Kaona watabiri. Pela ndio wana kilambo chini. Mimi hata nitasumbukana na wewe ni. Kuingia huko nimekugugulu. Huko ni mjeuri. Hata ukae hakuna kubarikiwa. Bwana Yesu. Amen. Ukizingia nimesha kugugulu. Mungu ananiambia huyu atakaa lakini ifika mwezi fulani, tarehe fulani, mwaka fulani ataondoka. Kama siku moja hata mshirika mwingine ananipiga vita. Ile kwa lega mashirika. Ngambia huyu mshirika mnasema hata leo nikahubiri huko Dembo. Dada mwingine tayari amekuja. Mimi ni mwimbaji. Kwa cha Korea anya. Bwana Yesu. Amen. Mpaka washirika wakaniambia vile kwa lega washirika ni silabe kunda nikae bengi dabe kwa mzara hapa hakuna mshirika. Na Mungu kitambo ni Mungu watu wakati tulienda kufanya mkutano. Abani abeke na dabe kwa nuluda bwana ndo muluda lwa dikariri. Hao. Tutakuja kutafsimu vande mbao zao kodeka na Isaka kweli. Mwasa mimi nawaambia kitu ambacho kilifanyika. Amen. Na baada ya masiku chache nasikia hosi hoi. Sui hoi. Tamu adaida. Wao hata kijana mmoja ni mtimini adaida. Hapo niambia sasa kitu kama hicho. Hii huduma iko kwa kuonana leo mama. Kama hutajikausha kama ukanda Mrukeni, kifunga kama ni miezi 6 hata kando msago. Haiwezi kutoa hiyo mchoko. Kwa funga tumu kumbone Bwana. Amen. Bwana Yesu sana. Amen. Hiyo ndio kazi ya Mungu. Na ukishaingia kwa Mungu ile kitu naomba inakuja yenyewe. Madhabahu ikashika hata kama ni mtu ulikuwa unamdai atakutafuta. Amen. Siko unanielewa? Amen. Madhabahu ikishavunjika hata kama ni kazi ulikuwa unatafuta unapigiwa simu hata bila Amen. Amen. Bwana Yesu. Amen. Mimi wanakumbukaga wakati wa kwanza ulikuwa unapewa pesa ngapi? 6,000. Amani sana. Na madhabahu ilipovunjika 13. Haleluya. Amen. Wasikina nani mami madhabahu ilipovunjika
Na mzee usibabaike, madhabahu kishavunjika watakutafuta. Amen. Tena kwa machozi. Amen. Lolo kwa becha lolo, ama kwa benikalia. Na kazi yako naiboni. Unaweza kulipa nisha kabisa. Siende kuponya kazi sana. Na hata Jumapili nikuneka kwenda kulomba Mungu wako. Bwana Yesu sana. Amen. Madhabahu imevunjika. Mshahara imeletwa mara 3. Amen. Mando adabu. Mara 3. Kwani wewe koge hapo? Haleluya. Amen. Ilikuwa wapi? Ilikuwako. Lakini kama madhabahu, wacha nikuambie kitu. Wale wazee kama ni wale wazee ya kwanza, wale wazee wetu wa zamani, abashabelombie kichuku. Hata si wale ndani walikuwa hawana ndani. Anaja borati. Unanipata? Na sadaka walizotoa nyanga senti zishara mbili rengira kibo. Na ndipo unakutanga saa hii wakitoa zile pesa, hata pesa kama ni za Kenyatta. Zile madhabahu hazitaki, maana zilizoea madhabahu ya Queen. Na King George. Unanipata sasa? Sasa ndipo unakuta yale madhabahu usipofundishwa na ikavunjwa na ikatolewa, jingine kubaki na noti. Kwa mfupi, hakuna. Maana yale madhabahu yaliyowekwa na wazee wetu ni madhabahu yaliyo mazito. Na madhabahu yale yaliyowekwa ya Mungu ni madhabahu yaliyo mazito. Si watu walifundishwa kuchinjia. Maana wanasoma Biblia wanasema Isaac alienda kuchinjwa. Lakini kondoo kafanya nini? Katokea. Sasa na bobeni na ameko bando teta konishi. Wanalomba Mungu lakini mpaka vile vichinje murira. Sio mnanielewa? Hata niliendaga mahali anga biara uta umwabe kaba luika bisa umwabe manyamwabenda Mungu nye. Agani madhabahu. Kwani madhabahu nini? Hii madhabahu si ya kanisa la Kristo. Agani madhabahu haija chini. Bwana sasa. Na ndipo unaona sasa hii kanisa liko na problem, maana watu hawaelewi msingi wa kanisa la Mungu. Amen. Mungu amekuwa kufundisha bana na kufundisha sana bana wako. Baba na wako. Alafu matuku wako mwewe. Churu. Ndio kudema churu la matuku kusema bwana kazi ya Mungu. Haleluya. Ndio kudema churu la matuku kusema lombea weke babayo. Amen. Ndio unakuta watu wengi sasa hivi wanateseka, ni wagosi wanateseka. Wanabeliwa. Kwa vile kufundisha la kushamlu. Maana Biblia inasema wazi. Yesu akasema utakapoifahamu kweli kweli naweka huru. Sasa huyu mtu akiwekwa huru atakumbuka kuna nyanya yake pale. Kuna babu yake pale. Kuna sijui nani. Wewe ni bada kwa kanaro hata ni Mungu. Ngozi fulani ni mnemu mpeleke hiyo koti aende afanye. Ni wakati wa baridi. Huyo ngozi myeje na hiyo fulani. Ni wakati wa baridi. Hai kwa nikienda taka kanagana na ndaifoni. Nasikia watu watani. Ndio kakaba unia kaba mpaka vula konde itabu ai mwana kwenye urasimilo. Sasa lakini kama madhabahu imefunga ambapo sasa watu hawaelewi neno la Mungu, Mungu anataka watu wafundishwe neno la Mungu. Amen. Watu wajue Mungu. Haleluya. Amen. Na wakati huu ni wakati wa kumtafuta Mungu. Paka kuelewa baba yako kulomba Mungu. Wow. Na kabona baada kulomba Mungu na ukafa na makongo. Manya kuna shida ilikuwa katika ile ukoo. Haleluya. Amen. Unaona hizi mezi mimi huwa nawaeleza. Mali kuna madhabahu hiyo ukoo inazika mara 4 kwa mwaka. Na kama haina nguvu sana wanazika mara ngapi? Mara 3. Na ukitaka kujua utaangalia ukoo nyingi pale juu babu ni mmoja. Hapa chini wanaoana makazi.
Sasa mkongo wao nukumwe? Kama pale ng'ambo, kama pale kwa babu yako wa kike kuna cheese, na hapa kwa babu yako kwa nyanya yako wa kike kuna cheese. Sio kama ninielewa? Sasa kwa sababu yale madhabahu ni moja. Lakini Biblia inasema nini? Utakapojua sheria za Mungu, utakapojua kila kitu cha Mungu na hukumu zake, matukufu yako lazima wewe. Lakini haitaongezwa ya shida. Haleluya. Si ya shida. Mara pressure, mara sukari, mara roho kwenda mbio, mara sijui ngwa wiki, maana Biblia inasema kwamba kwa Mwisraeli hakuna magonjwa. Amen. Amen. Haleluya. Tako Mwisraeli wao. Amen. Haleluya. Amen. Kwa Mwisraeli wao makongo kwako nkokoni hata sindano cha timu kufuma moda kimonu iya mara kwako. Bwana Yesu. Amen. Mmoja alikuwa anazungumza na wachungaji wengine. Kwamba unajua kuna mambo ambayo yanafanyika. Kama ni makongo ndegina shi. Lakini kwa kiko na oho mtu kwa kundika Colombia bana. Bwana Yesu sana. Wewe umepewa uzima, umepewa uponyaji, umepewa karama. Sasa wewe tena rudi kwa mgonjwa. Aba nolo anasema wana mgonjwa wana. Bwana Yesu sana. Amana bashabigora babe mbesera bwana. Amana bashabigora kwamba uko ni mgonjwa kwako. Hata niona kwa watu wanasumbua. Oh, miaka mizatu ni mrongo funga. Kwa hiyo kairumilio sha mrongo funga. Haleluya. Ile miaka 70 ilikuwa ni Ayubu. Yes, yeah. Amen. Oida na miaka yake. Yeah, no. Hata kwa hiyo kairumilio. Na ukiweka irumilio, shetani atakuwekea wapi? Hapo. Kwa kunadalo iko chini baba yao hautaletewa. Bwana Yesu. Kwa kuchurilo afya na ndigi hutapewa, maana kwa mede kufikia Mungu limit. Ati nini akaunti ngufunga kwa kayu. Bwana Yesu. Amen. Kwa kayu ndugu. Hebu endelea sasa. Sikiza basi, Israeli, ukaangalie kuzitenda, upate kufanikiwa, upate kuongezeka sana, kama Bwana Mungu wa baba zako alivyokuahidi, katika nchi ijayo maziwa na asali. Hapo, nasikia hapo inasema siku zako ziongezwe, alafu sikiza basi, Israeli, uangalie kuzitenda, upate kufanikiwa. Ukitenda, utafanikiwa. Haleluya. Amen. Sasa mpaka kubonye kazi ndio ufanikiwe. Sio kama unanielewa hapo sasa? Ama unaonaje hapo di? Ushike amri za Mungu, alafu utende kazi, alafu fanikiwe. Sasa wewe hutaki kushika sheria za Mungu. Hutaki kutenda kazi. Bwana Yesu. Amen. Sasa Wakristo ni watu waliowekwa juu na Mungu. Amen. Na Mungu anazungumza na Musa aweze kueleza wokovu. Hawa Israeli ndio kirini. Amen. Kwamba tenda kazi. Alafu ufanikiwe ili ujulikane huyu ni mtu wa Mungu aliyefanikiwa. Mtu wa Mungu ndiye anapeana. Amen. Bwana Yesu. Amen. Unajua ukisoma Biblia vizuri utakuta Yerusalemu ya kwanza hata paketa konje kwa kimu. Kama ni njaa, kanisa lilikuwa linaomba usiku na mchana. Mungu anasema kwamba mlindie vindo
njala yako. Na mpaka makanisa kiko kula mitume wanatumana, mwende mwambie hao watu wasicheze na chakula hata kama wamepata. Waweke chakula, kuna njaa inaku. Tayari Mungu ana alert kanisa na kanisa lina alert nchi. Bwana Yesu. Amen. Sasa hapa Mungu anataka watu wafanye kazi, si walale. Ndio unaona watu wengine, mimi nakutanaga na watu, mtu amefunga na kuomba niko na malombi la tukumlokweni. Hata kama ufungua ndugu. Kwa nini? Haini mlungu nani mwanatunia ndafungua kwa dada fulani na kunia yangu kwa njoo kabisa. Kipata supu. Na kweli kwa wana kabia dada message ka. Gira ndugu. Bwana dada, unaenda kamgodi matukumngwena. Bwana benu bonyera. Bwana benu bonyera konjoko leo. Eche ni chafungwa na dada na umeka ikare matatu. Kwa mndwaki. Unafuma mgudi dada. Nikama chike kunga. Niofungwa na kinga kingi kaka nisikie. Lakini Mungu kunial malaki. Na mchele. Bwana Yesu. Sasa mambo kama haya ndio Mungu anakata. Hebu endelea na mimi. Sikiza. Israeli. Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako. Nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii, na kuyanena uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo na uondokapo. Yafunge yawe dalili juu ya mkono wako, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako, na juu ya malango yako. Tena itakuwa utakapokwisha Bwana Mungu wako kukuleta katika nchi aliyowapia babu zako Ibrahimu, Isaka na Yakobo, ya kuwa atakupa miji mikubwa mizuri usiyojenga wewe, na nyumba zimejaa vitu vyema vyote usizojaza wewe, na visima vimekuliwa usivyofukua wewe, mashamba ya mizabibu na mizeituni usiyopanda wewe, nawe utakula na kushiba. Ndipo ujitunze, usije ukamsahau Bwana aliyekutoa nchi ya Misri, nyumba ya utumwa. Mche Bwana Mungu wako, ndiye utakayemtumikia na kuwapa kwa jina lake. Msifuate miungu mingine katika miungu ya mataifa kwa wazungukao. Hapo sasa ndio iko shida. Haleluya. Amen. Watu wengi walipojua Mungu walienda wakakataa Mungu, wakarudi kwa mambo ya. Na Biblia inasema kwamba kuna watu wanaowazunguka nyinyi ambao hawajui huyu Mungu. Amen. Hawajui hata hii madhabahu ya hapa kwamba iko na nguvu ya Mungu. Hata kama wanaijua lakini hawataki kuitumikia. Unanipata sasa? Amen. Sasa hapa Mungu anataka wewe uelewe Mungu kwamba Mungu ni mmoja. Siku hakuna mwingine. Alafu anawaambia nini? Kuna watu wanaowatawazingira, watu wa mataifa. Beke mruna namse kililo. Beke mruna mamse kililo. Beke shangazi beke antime kiani na nani? Bise kililo. Na wao ni watu walio na miungu zao. Msekema kwamba vikukunda. Beke wipi wako ni vikililo. Wako na miungu zao. Na wao wameolewa huko. Lazima ukuwe na hekima ya kumjua Mungu. Bwana Yesu. Sasa hiyo ndio kitu ambacho kimeleta shida. Alafu Biblia inasema nini? Msekeka ya mugude na mlinde Mungu.
Na mpaka sasa ambapo sasa watu wengi walipoinuliwa na Mungu, kama ni mashamba walipata, kama ni magari walipata, kama ni biashara kubwa kubwa, kama ni maploti walinunua, hata zingine wamezisahau mali ziko, na bikabe bikasiga Mulungu na bikanda utama Mulungu ya mataifa na bikata bikafigika. Sasa pale mbele ni mtu wa Bwana. Na usipojua ukienda kwake atakwambia huyu msida kwa bwana ukaswa. Mbona sasa mtarume? Haleluya. Takufuma kwa zako kwa bwana ukaswa likini. Shikadinya hapo, hebu zikana shikadinya. Hai, ni kumba kusungia. Kwa bona haina bona magari ya tabu. Na jimu kwa Mungu wa kazi. Wewe Mungu wa kuomba kwa kazi. Lakini sio Mungu yule, ni Mungu wa pande ile. Sasa atakwambia hebu buya kwa Mungu wako. Bwana sasa. Amen. Na atakuuliza na kuone gasha koko na ng'ombe. Hii ng'ombe yako yafunya amarilo. Haya atafunya kama lite hivi. Kulomba kwa belomba nitataka kwa belomba takwa taukwa kupacha bada kwache nchili yake. Hai kwa kama tukume ngikusiche kalisinya. Hai na belomba natafungua TV hapo ana ni bwana mahubiri na nefunya sadaka hapo ndo basi. Lakini mte oko Mungu wake wakisesegedi acho. Kwa kama ndo alinga hivi shule asiakuna kama ndo anaba. Maana ameiseti mpaka pande ile. Saa 10 waikama. Edifika saa 4 waikama. Edifika saa 9 wakama. Na malaki nikati. Siko nanielewa? Lakini huyu mtu amemsahau Mungu. Na kwa sababu mlikuwa mko pamoja mnajua huyu mtu ni mtu wa Mungu, lakini ukiingia ndani unakuta huyu mtu si wa Mungu. Maana hata hizi mali za pande ile. Sasa huyu mtu akiwa na mali kama hizo utasikia shida katika ile familia. Maana yale madhabahu inataka sadaka. Inadai. Kunatakiwa kuchinjiwa kama ni mbuzi, kunatakiwa kuchinjiwa kondoo, kunatakiwa kuchinjwa ng'ombe mara 3 kwa mwaka. Na ingine Januari kusimamisha. Madhabahu mani ilianguka. Sasa hiyo ndio shida ya mwanadamu mpaka Mungu kumani ni Mungu kwa lolo. Hebu enda hapo chini. Msifuate miungu mingine katika miungu ya mataifa wazungukao. Kwani Bwana Mungu wako aliye katikati yako ni Mungu mwenye wivu. Isije ikawa juu yako hasira ya Bwana Mungu wako akakuangamiza kutoka juu ya uso wa nchi. Unaona sasa? Haleluya. Amen. Hawa watu wakienda wakiwachana na Mungu na bado wanajiita ni wa Mungu, wakaanza kuabudu miungu mingine ya kimataifa. Wakaanza kuabudu seso, wakaanza kuabudu manga zao, wakaanza kuabudu mbenge zao. Hai mbenge vya mwana kamili. Ndio kuna kitu ichiki chidima chibe sasa mzee uneche ni manikie yala ngwa ebeni mwana. Mungu ni mwenye wivu. Wale watu wakaanza kuteswa na kuteseka. Ama Biblia inasemaje? Mungu ni mwenye wivu. Wakaanza kuteseka sasa. Na hawajui kama wanateswa na nini. Ni mkono wa Mungu. Amen. Ambapo wanatakiwa waachane na ile miungu. Amen. Warudie Mungu wa kweli. Warudie Mungu wa kweli. Wa kweli. Mungu hataki miungu. Hilo ndio kitu ambacho watu hawajaelewa. Mungu ndio kundama irizi. Mungu ndio kundama la ngambenge. Mungu ndio kundama la ngafini. Mungu ndio kundama seso. Mungu ndio kundama mangabi. Kala dada kalikifunga na mmanga. Hapa Mungu anasema
wale mataifa wanaowazunguka msifuate miungu zao, ambapo hizi miungu mlitoka kwao. Sio mnanipata msa? Aba bantu beteseketa koni ni bantu beko chimlu. Mimi wanaeleza watu. Mimi nimetembea sana. Mahali ambapo nimetembea, unaona kama kuna mahali kingine wa makanisa yako na wale wazee hawaendani makanisani. Na weko na uniform rabo. Kwamba isini bandu beabudu bandu wa mwanja, ngere bandu wa mwanja. Sasa tamaba dabida bamzedu. Abana basebe ko ba mwanja. Reni kubikuwa gani kanisa. Lakini hawajawachana na ile vipi? Unapata? Haya. Ilisha nyungu ndio mikwa nyumbeni. Rada bikwa mbago kilembeni. Bali funyire mkarenja nyumbeni. Ndio bikwa nyumbeni. Bwana sasa. Kama ni mmanga ndio ukabandeo. Wadade kabila modogo bado mkoko kuona bada bidabikana nyumbaraki round. Sio kama nanielewa? Sasa wanda wapi kwa alpasini yake didibia kaba mbeo ba stadi stroke ndio waba mbeo. Unanipata? Na wanajua kabisa hii kitu haikaji kwa baridi, imwende kabisa viganga chini, na wanajua kabisa hivi vlambo kwanza ni kunda mbeo. Bwana sasa. Na hapo bwana ndio wanajua bwana mbebe ni bwana babache. Na baba lombea bwana. Lakini Mungu anasema mimi ni mwenye wivu. Kama ni mwenye wivu, anasema yeye atakasirika sana. Kama anasemaje? Kwani Bwana Mungu wako aliye katikati yako ni Mungu mwenye wivu, asije akawaka juu yako hasira ya Bwana Mungu wako ikakuangamiza kutoka juu ya uso wa nchi. Unapata sasa? Sasa hapo mtu kama huyu usiende kungangana naye tu katika jina zao. Tumevunja, tumeteketeza, tumeng'oa, sio nini? Bwana. Kwa kando kulia Bwana. Bwana sasa. Rudia. Maana hii ni hasira ya Bwana. Hii ni hasira ya Bwana ya wenye dhambi. Hii ni hasira ya Bwana ya wanaoabudu miungu. Haleluya. Sio neno. Unajua kuna unaona hizi madhabahu za Wataita. Ilikuwa kama ni ng'ombe zimeibiwa, zikaenda kabisa mbenge nyandu iko. Zinalala chini. Rebu ya sanyondo ndio mali hata ngera ndege nega nini. Wezi kuibeba. Inakuwa nzito na ya wezi inakuwa inapita hata zaidi ya kilo 150. Sasa kaona kwa baba ni mmanga hapo amamke utakuwa kama nyundo hapo chini. Sasa kaona na kwa baba ni mbele utakuwa nyundo hapo chini. Paka ukubali neno la Mungu. Amen. Maana wangeni kundi lolo wanataka kudanganyana. Wewe ndio mwanangu malo migefunga. Ndio mwanangu malo ndi lakini kesha. Na baada vikapu vya kani mbili mchakuja kesha na msigo iko kwa nyumba. Bwana sasa. Amen. Mtakuja kesha na mizimu na kwenda kande nyumbani atakuja kuleketana nao. Na kuacha. Hapa inasemekana kwamba ni hasira ya Mungu. Maana kwenda baada kilambo chako chako. Kwenda baada vilambo vya bandu na kumwona kwa bwana bwana ukaso. Weka kabla kusekunde kwa kunda kaya aho hata usijaribu kwenda kuombewa. Kaa hapo. Bwana Yesu. Amen. Maana utatatizana na Mungu. Amen.
Haleluya. Amen. Unaona watu wako na vitu kwa nyumba, tena ndio hao wazee wakani. Na tena hao ndio wanapanda juu ya madhabahu kama haya, wanahubiri injili hata watu wafunguliwe. Tena hao ndio wanajua kabisa bantu ba Mungu bitangaza malombi na bene banda tangaza gao. Anapata sasa. Banadabe kunda kusimwa. Malombi katangazwa jama tukumrongo dapo. Nasema ndia tangaza kamze kuma tukumrongo ina. Na hukuma limedagizwa lakini anda mahu. Sasa kama huna ufunuo utakaga na watu hao. Isencha chia nabe chake nutemane kama lumbi kama tukwali. Na kutaona huyo mtu atako kwa maombi wakauone kuwa atakadoshi kwa mafrende kwa. Bwana sasa. Amen. Mtu ako kwa maombi ati ni wa Mungu na huyu mtu habadiliki. Mwana anauliza watu. Kabona maombi sasa ni makubadilisha. Kwa kakuonea kuu. Hata kama kushinga mafudaga baby kiata kushingo kiao kwa kakuonea kuu. Daji. Huyo ni Yesu gani? Yesu hata kama hujajipaka mafuta kwa nanganenga. Okay. Bwana sasa endelea na sandu. Sijaribu Bwana Mungu wenu kama mlivyomjaribu huko Masa. Zishikeni kwa bidii sheria za Bwana Mungu wenu na mashuhudizo yake na amri zake alizokuagiza. Nawe fanya yaliyo sawa na mema machoni pa Bwana ili mpate kufanikiwa, nawe upate kuingia na kuimiliki nchi nzuri Bwana aliyowaapia baba zako. Hapo unaona? Bwana siwe sana. Nchi nzuri walioapia kina Abraham, hao ndio kina baba zetu. Amen. Bwana siwe sana. Amen. Ambapo hakuna magonjwa, hakuna shida, hakuna matatizo. Watu watakuwa wakishindwa na wewe. Vile Bwana kusema kazi hii maana bako bebeshwa manaki. Mpaka wakupige vitu akwambie pengine umeingia pande ile. Maana wanasifu sana huko. Bwana siwe sana. Mimi naambia wewe anga yako ikishafunguka. Mwana ufika wakati wakindo wa basari tayari kwa kabla simu. Wala kwache pata ya hasipati wala biacho. Wala kwaje bankira paka kwa kabla simu nambara kwa sekondi bwana sushike simu bwana nibada nechi ni muujiza nibada mwana yeye zinashabangwa kana usiku na usiku haya pesa usiku bwana sio sana maana Biblia inasema utapewa vitu ama nyumba mizabibu hadi mizabibu ni kusiro basa kunekudadala watoto wasome. Amen. Watoto wapate kazi, watoto waende college. Amen. Lakini kabla hujafikia hiyo kiwango mpaka kusikiria la kwa Mungu jalo. Amen. Na mpaka kuelewa Mungu nani? Amen. Mpaka kuelewa kuseke sumbuka kwa ile sumbukilo. Haleluya. Amen. Mpaka uelewe kuna mtu anayekusumbukia. Amen. Sika wanaelewa hapo sasa. Paka kuelewa wako Mungu amekulambia. Wewe hujui kuomba? Amen. Haleluya. Amen. Kulomba wako Mungu amekulambia. Wewe ndio kuenda kuchikulomba. Kuna roho Bwana naye kuombea. Amen. 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 Uelewe wewe ni mtu wa wenyewe. Purified Alminia, Punic Diventa, Light of a Glare, Radel, Obabanga, Chandri Minia, Kumanya Oho, Kondwa Obandu. Amen. 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 Wewe ni mtu wa wenyewe. Anasema sana. Unapofanya kitu ujue wewe ni mtu wa Mungu. Mungu anakutazama, Mungu anakuona uko wapi. Shida yako ni nini? Yeye anajua. Haleluya. Amen. Kwa
tena. Building event. Kaa kwa mguu ya Bwana. Kina Simon Petro walikuwa hawajui. Mawimbi yamepiga. Mpaka weka Simon Petro wamekasirika. Badia machi. Mpaka vile mundu. Sasa vile walikuwa hata wanamwita hata pengine mdavano wa Maria. Maana ndibede kanibata. Vile mtu dekanye sema lala sema bema nyu. Yaani haoni thamani yetu kabisa. Ukisoma hapo utaona hao watu walikuwa wamekasirika. Tamame deka na kongo. Mungu akabie Yesu. Yaani wewe utujali? Haleluya. Amen. Yesu aliamka tu pole. Kuuliza lakini bado hamna imani. Kuna nini? Tukuwe Bwana kindu amekwenda kubuduka. Mungu. Haleluya. Mimi wanaeleza kitu moja. Kama ningetegemea akili zangu, hii huduma hii inaweza angefika. Tegemea Mungu. Watu watakucheka. Watu watakwambia maneno. Tuliposimama na Mungu kabisa, na mke wangu akasimama na mimi pamoja na Mungu, alichukuliwa na kijiji kizima. Wakati niko Mombasa, kabona kwale kama malago gedu na mgosopo wangu kuchokana na mwana. Bwana Yesu. Amen. Maana watu utakaposimama na Mungu, maana wao wako na miungu yao. Wako na mambo yao ya kuchanganya. Hebu simama na Mungu. Amen. Beko abashaje kushinga mabuda. Gekande njupeni lakini hawakuambii mambo ya kweli. Watakutatiza. Fuata Mungu. Amen. Fuata neno la Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Simama na Mungu. Amen. Yule Mungu, mimi anaambia watu, yule Mungu wangu, hebu simama naye. Amen. Amen. Kwa sababu ni Mungu ninayemjua na ninayemuelewa. Weka imani, hata kama haijafanyika leo, lazima itafanyika. Amen. Haleluya. Amen. Unajua wapendwa, hii huduma inategemewa na Mungu alinipatia hii huduma kwa wakati wake maalum. Bandu vifungilo ni desturi la Mungu. Na kwa sikila bandu bada na Mungu. Lakini ukimweka kwa Google ya Mungu ndio huko. Ukimweka kwa Google ya pande ile hayuko. Ako katikati. Sasa huyu mtu utamsaidia. Na wewe usiposimama katika ukweli wa Mungu, wewe utaenda hasara. Maana hajui Mungu wako. Amen. Wala yeye hajui ile Mungu anayemwabudu ni Mungu aina gani. Hapo unasikia watu wanasumbuana. Nenda katabiriwa. Sijui naweza roho. Sasa unaweka imani yako unakaa hapa. Unaona mimi sasa singakutabiria. Nikufundishe neno la Mungu. Amen. Yeah. Nikuweka huru. Bwana Yesu. Amen. Si kwamba si nabii, anaweza. Lakini nikaona ninakutabiria na bado kwa kaumeni. Na ndio kutesia naki. Hakuna. Haleluya. Apostol za ingia kidogo. Nafikiri mimi naomba hivi. Ile apostol anasema tusimame na tusimame kweli na Mungu wetu. Mimi nimejaribiwa mara ya kwanza. Nka zero mwana nisivyo kau. Naka mzura au sikia.
Mara ya pili nikaambiwa kuna kikao, wewe ndio utakaenda kukiongoza. Nikamwambia sije. Hivi ya tatu kuna kikao kiko kimepangwa, hata ni kesho. Nikamwambia sije. Kwa hivyo tusimame jamani. Amen. Barikiwa sana. Unaona? Ukirudi kwa Biblia vizuri inasema watakutanika, watakapokutanika mpaka mwisho wao tutakutana tambarare. Tutakutana si wapi? Vile nasikileta mwaje kanisa kwenda kabi kwa mta. Noko mkwabelo ndia bandu. Nasikira wao kutala pesa. Noko mwani sekretari yao. Wanasema amen. Lakini wanataka wajue huyu Mungu wako ni Mungu aina gani? Amen. Sio kama nataka nikurudishe kidogo kwa kina Daniel na Meshaki na Abednego. Beko kibango. So walikuwa na majina mengine. Lakini walipofika pale katika ile nchi vikabadilishwa majina. Elifanane ni Shisa. Sio kama ndio? Elifanane na ishani lungu iko Asha. Sio mpaka sasa. Na ndipo unakuta hata ukoo mingi. Wandu wengine bene kwa Marina lakini akaja Marina hapana ngabo. Ngaisha yani bene kwa Marina kwamba business la kai. Sio mpaka. Sasa kuna madhabahu fulani ambayo inazungumza katika maisha ya yule mtu. Kwa bango ni mkanjala pengine mkanjala ndio wabolo. Ama kabona wabolo ndeva Tumepata. Sasa wewe usipojua neno la Mungu na ukajitoa katika yale madhabahu na ukaweka madhabahu yako wewe mwenyewe, wewe unayetaka Mungu, wewe unayetaka kuongozwa na Mungu, wewe unayetaka wokovu, wewe unayetaka baraka za Mungu, wewe unayetaka ukweli wa Mungu. Sasa na ndipo tunakuta sasa hivi mwanadamu anateseka. Peke baba bende ngira ndukusamii. Mimi wanaelezeka ni kila siku hapo. Walituingiza mahali pagumu. Na kwa makanisa ya Kiloto. Lakini ndani yake kuna kitu. Hakuna. Anasema amen. Mbona mkusoma yalago? Luma lake ndio kana daba lake la kimba. Kachezana. Oko na bakabasana. Haichi kitinele chine kwa Mungu ndedi. Kama siku moja nilikuwa nimeenda kwa mzee mwingine. Kaniambia mimi nimefunga miezi 3. Paka wanoka bora. Lobo mkwa kabi. Hai. Kawache upecha. Bwana sasa. Amen. Mambo iko na ulimwengu. Kama usipofundishwa neno la Mungu. Na wanu wewe muaminia. Hai. Wewe muaminia kabisa. Lakini unapofika kwamba Bwana usikalia hapa. Hakuna Mungu anayezungumza utende dhambi. Amen. Haleluya. Amen. Hakuna Mungu atakayezungumza utende dhambi. Amen. Mungu anazungumza kwa ukweli. Hebu somane sana. Mstari wa 19. Ya kuwa atawasukumia nje adui zako wote mbele yako kama alivyosema Bwana. Hapo, sio hapo nilikuwa nataka atawasukumia maadui wako wote. Haleluya. Hakuna mganga anayeweza akachukua uganga kukuroga akafanikiwa. Amen. Hakuna adui atakayeenda kwa mchawi ili urogwe ukarogeka. Haleluya. Ama wewe kuna bada? Sasa kwa kiwa ukiwa kwenda kumwekili lo mazaje kazaga na kikuwa. Kwa hivyo bado wewe hujajua ile Mungu naye muomba. Una kasoro. Wewe uko na kasoro. Ingawa kuna majaribu. Haleluya. Na kama ni majaribu, Mungu anasema kuna mlango ya kutokea. Amen. Yeah. Nikachalikalomba naenda lakini tayari lomba tayari kwa kabisa ni kunengana na kondeni dada ili lomba tayari kwa kabisa ni kunengana na kondeni ndugu
Hapana. Yabo nienda kwandeka badana na babandu. Amen. Ulienda ukashikana na hao watu wa mataifa. Sasa wewe ukawekwa, ukakaa katika nyumba ya Mungu, ukawa mtu wa kuchunguza. Bachila bana kwenda kwa genja. Hai bachila mariko spili mariko nina shida. Hiyo ndi tetemesha. Bakala faya aje mkabia. Hai basi. Sasa Bwana Yesu. Amen. Watu wanaogopaga kitu nasikia faya. Siku moja nilienda kwa mkutano niweka faya naona Mungu alishuka watu wanaambia kimbia wala Mungu uswacha. Wala Mungu uswafaya wacha. Ndio mkimbia wanachomokuna. Acha tukae mbali. Bwana Yesu. Sasa Mungu anataka kutoa watu katika shida. Anataka kufungua watu waliofungwa kufunguliwa. Watu waliokosa kusikia habari njema ya ufalme wapate ufalme wa mbinguni. Bwana tubariki. Akuinua Mungu wa mbinguni, jina lako likahimidiwe na likatukuke. Asante kwa sababu ya upendo uliotupenda nao. Asante kwa ajili ya yule mama. Asante kwa ajili ya yule mzee. Asante kwa ajili ya yule kijana. Asante kwa ajili ya yule mtoto. Baba, naomba kwa wale walio hospitalini wakapate uponyaji wao. Naomba wale wanaotafuta kazi ukawachilie kazi katika maisha yao. Asante Mungu wa rehema. Kila madhabahu yaliyojengwa kinyume cha watu wako Baba ikaanguke saa hii katika jina la Yesu. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, wacha mtakatifu kajidhihirishe. Jidhihirishe kwa mabonde, jidhihirishe kwa milima, jidhihirishe kwa nyumba zetu, jidhihirishe kwa biashara zetu, jidhihirishe kwa ajili ya mashule yetu katika jina la Yesu. Kila maroho zilizotumwa kwa mashule za kuchoma mashule, za kuangusha watoto, masaa haya Baba na wachilia moto wa Mungu. Kila mahali madhabahu haya yaliyoinuliwa, kila mahali bendera zilizoinuliwa, kila mahali walizochinja na wakazika vitu chini kwa ajili ya mashule kuchanganyikiwa, na haribu mawasiliano yao katika jina la Yesu. Baba, ninazikosesha nafasi katika Taita Taveta na katika Kenya yote, katika Afrika yote, katika ulimwengu wote, katika jina la Yesu. Baba, ninainua watoto wanaenda kufanya mtihani. Bwana wa majeshi ukawatembelee, katembelee wasimamizi, katembelee wote watakaopeleka hizi barua pali na pali. Bwana ukachunge magari yao. Baba, tunaomba kwa ajili ya siasa zinazokuja, Mungu wa mbinguni, hata zile ambazo zilianza. Baba, tunaomba amani katika Kenya, tunaomba amani katika Afrika, tunaomba amani katika ulimwengu wote. Baba wa mbinguni, tunaomba hata wale ambao utakao wachagua Bwana watakao kuwa ni watu wa kuogopa Mungu. Baba, ninakupatia heshima kwa sababu ni Mungu umesikia na umetenda. Katika jina la Yesu tunaomba.